Ni mikeke kikiwa kimeingia kwenye kipindi cha pili na cha mwisho kwenye ulalaji salama huu. Anasema anafuata kwa karibu sana. Huyu ni Inzushi mwenyewe, shabiki mkubwa sana wa chui. Nataka niende hadi kwa Toto Warege, maana pale Mangu mambo yanachacha kweli na Police Bullets wamepata ndo hilo. Basi jipya kabisa. Toto Warege, kama unaliwahi angani moja kwa moja, hali ikoje? Manake naona mandhari yanaridhisha kweli. Polisi wa maamua, Chris Ogusa maamua mambo mbaya mkuu wangu huyu. Naam, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya mabinti Kenya Police Bullets leo wamezindua basi ambalo watakuwa nalitumia kwa mechi za ligi kuu. Hii ni timu ya kwanza ya ligi ambayo nimeshuhudia ina basi kubwa kama hii ya Kenya Police Bullets. Na hivi sasa najiunga na kocha wa Kenya Police Bullets, ameandikisha ushindi wa bao moja bila dhidi ya Zitex Sparks katika zile mbio za kung'ang'ania kikombe cha ligi kuu ya mabinti, na wamefungua mwanya wa alama 5 kileleni mwa jedwali. Coach, mechi leo imekwaje? Mechi leo imekuwa ngumu. Kutoka kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi. Haijakuwa mechi rahisi, imekuwa mechi ngumu sana. Zitex pia walikuwa wamejipanga vizuri kutupata upinzani nzuri. So tunaomba pia mechi zimebaki zingine pia wacheze vile wamecheza sisi hivi leo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba baada ya ushindi wa bao moja bila dhidi ya Zitex Sparks mmefungua mwanya wa alama 5. Msimu huu tena mnachukua kikombe cha ligi? Tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie tuchukue kikombe. Hiyo maombi yetu kubwa. So tunatarajia, tunaomba na tuna imani tutachukua. Unakiangalia msimu jana mkuweza kufuzu kucheza katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa sababu mkuweza kushinda zile mechi za Sekafa. Msimu huu mnapandia kufanya nini tofauti na msimu jana ili muweze kufuzu kucheza katika michuano ya mataifa bingwa barani Afrika, klabu bingwa barani Afrika? Ya kitu kwanza kubwa ni kwanza tubebe ligi, tukishabeba ligi tutajipanga vizuri, alafu mimi tutakutana tena tutaongea, tutajitayarisha kwenda Sekafa na kwenda Champions League pia. Wachezaji wako 5 wameitwa kwenye kikosi cha kocha Jacqueline Juma kwa maandalizi ya michuano ya kufuzu ya kombe la dunia wachezaji wasiozidi miaka 20. Kwanza hii inamaanisha nini kwa timu ya Kenya Police Bullets? Kwanza ni wa 6 si wa 5, Alima ameongezeka sasa umekuwa 6. So inamaanisha pia Bullets wanafanya kazi nzuri. So kwa watu 6 si mchezo, na bado tuna imani sini ikiitwa tutakuwa na kadhaa pia ndani yake. So ni kujaribu tu na Mungu atatusaidia pia, Mungu awasaidie. Pia coach Jacqueline Juma tunamwombea ushindi apate kufuzu kwenye World Cup pia. Bullets ni mojawapo ya timu ambayo ina wachezaji wa kigeni wengi. Ukiangalia mna wachezaji wa timu ya Crested Cranes kutoka nchini Uganda. Mbona Uganda na si mataifa mengine? Ano tumewaona kwanza, tushaona wengine pia tutawachukua. Sawa coach, all the best. Asante. Tukutane tena weekend ijayo. Asante. Na huyo ni kocha wa timu ya Kenya Police Bullets, alijiunga na klabu hiyo mapema msimu huu akitokea Kibera Soccer Women. Aliingia Kenya Police Bullets na kuchukua mikoba ya kocha wa timu ya taifa ya Kenya ya mabinti Harambee Starlets Beldin Odemba. Na hivi sasa najiunga na katibu mkuu wa timu ya Kenya Police Bullets Chris Oguso. Hapo awali Makore amemzungumzia sana, amesema kwamba ni rafiki yake. Kwanza kabisa congratulations. Naona bonge la basi. Unasema napenda nini? Sifa. Unapenda sifa sana. Lakini sifa si mambo mazuri. Lakini mambo ya polisi yanaonekana. Makori vipi, inakuaje? Habari ya studio jamani, inakuaje? Wewe Makori wewe. Naam. Kwanza kabisa timu ya kwanza ya ligi ya mabinti ambayo ina basi kubwa kama hili. Unazungumzaje swala hili? Naam, tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ametufikisha pale, ametufikisha leo, na Mola ametufanyia maajabu kwamba ati timu ya kwanza katika Kenya nzima inaweza kutunikiwa basi lao binafsi ya kutumia. Hii imekuja maana kumekuwa na changamoto kati ya Police FC na Bullets FC. Unapata mara mingi tuko na game wakati moja, kama kwa mfano sasa hii Police FC wako kule Awendo. Sasa wakifika wakati huo wanadada wananyang'anywa basi, alafu wanapewa wanaume, ambapo niliona kama mimi Secretary General kwamba si vizuri, maana we are all playing the same football. Au ni mabingwa zaidi ya timu ya vijana, wamechukua bingwa mara 2, vijana wamechukua bingwa mara 1, so wanahitaji taji kama hili. Ndio maana nikasema kwamba wacha wapewe. Naam. Police Bullets wanafanya nini tofauti na vilabu vingine vya ligi? Bila shaka ni ukakamavu tu, na la kwanza kabisa ni kutia jitihada za juu, kwa sababu tulipomsajili kocha mkuu Vijago alisema kwamba lazima afanye nini, ahifadhi taji lake. So amekuja na bidii, na wachezaji pia wanajituma na wanajua kwamba lazima kudefend a title ndio kazi ngumu sana.
So kila mtu amekuja, na ni mara kwanza nimeona kwamba eti coach alikuja na makocha kama 4 wa kumsaidia kutekeleza majukumu haya. So jukumu ambalo liko kubwa kabisa, ukiangalia nyuma yetu kuna wapinzani wetu Ulinzi Starlets wanakuja kwa karibu sana. So itakuwa kila game inakuwa ni finali. So lazima coach na wachezaji wajitume, kwa sababu wakikosa hilo wenzetu ambao wako nyuma yetu watatupita. Naam. Police FC ina retain title ya SportPesa League? Bila shaka. Nimesema kwamba hapa awali msimu uliopita wakati kama huu tulikuwa katika mwisho wa jadwali nambari 18, na tukaweza kuwafuta makocha, tukaleta kocha mgeni na akaweza kuisukuma timu na tukaweza kutoa ubingwa. So bado tutahifadhi tajriba bila shaka. Maana yake target yetu ni kwenda Champions League. Huko ndio kuna pesa. Hapa Kenya pesa hamna. Champions League ndio kuna pesa. Maana yake kama juzi tumeweza kupewa milioni kama 25. Ni pesa nzuri, hiyo ni Champions League peke yake. Na hizo milioni naona mmetumia kusajili wachezaji wa kigeni. Unajua vile vigezo ambavyo vimewekwa na Champions League viko juu sana, na ukitaka kutambaa katika bara la Afrika lazima utoe wachezaji wengine ambao wana ubunifu zaidi katika Champions League. Tumeweza kumleta Junior ambaye anatokea Burkina Faso, tumemleta Jacques ambaye pia ametokea Congo Brazzaville na anapigia timu ya Champions League, na Malonga pia. Wote wana uzoefu wa Champions League. So lazima usajili. Ukisema utategemea tu wachezaji wa nyumbani, hautaweza kufika ile viwango ambao tunaweza. Sisi tuliweza kwenda Champions League, lakini tukufanya vizuri sana. Na pia wenzetu Nairobi United unaona hawajapata usajili mkubwa wa vilabu vya nje ama wachezaji wa nje, na wanapata matatizo katika Continental. So lazima utoke nje. Ukienda majirani wetu, kwa mfano kijana wangu ametoka juzi aitwa nani? Huyu ameenda Simba. Bajaber ametoka hapa, mimi nilikuwa namlipa mshahara kama 1,500,000. Lakini ameenda Simba anapigwa 750,000. Sasa hii ndio tofauti. So lazima tuweze kuvutia wachezaji wa nje ambao ni wazuri zaidi, na pia sisi tuweze kuwalipa sendi nzuri. So lazima sisi kama Kenya tuweze kuinuka kidogo, na pia niseme kwamba shukrani kwa Federation na SportPesa, maana for the first time eti mshindi wa liga atapata 20 million. Haijatokea. So hiyo nafikiri it's a good sign in the right direction. Naam. Shukrani sana, all the best. Ushamaliza hivi? Nishamaliza. Makoria inakuaje? Makona mpenda sana Asante sana. Huyo ni Bwana Oguso, na baada ya kumalizana na timu ya Kenya Police Bullets tutakuwa naungana na kocha wa timu ya Zitex Sparks. Kumbuka kwamba kocha Fakir ni mmoja wapo ama ndiye kocha wa kike peke yake katika timu za ligi kuu ya mabinti. Coach, naomba ukaribie. Kwanza pole kwa kupoteza leo. Maybe nini ambacho hakikufanya kazi kwa upande wako leo? Okay, game imekuwa poa sana. Ukiangalia according to our plan tumeenda vizuri sana. The only mistake imefanyika nasema maybe players walichoka alafu walikuwa out of position. So out of position, instead of choosing safety akaamua kuweka ball ndani. So ikapata wale defenders wawili tayari wako eliminated, wamebaki wawili. So ikakuwa overwhelming, and then ball ikaenda behind the keeper. That's how tumefungwa. Yeah. Ukiangalia msimu huu amko vibaya sana, mpo katikati ya jedwali. Ni nini ambacho msimu huu umekifanya tofauti na msimu jana? One, naweza sema tumekuwa na a very good pre-season. Pre-season yetu ilikuwa poa sana. Tulifuata all the things that tunafaa kufanya na tuliprepare. Ukiangalia pre-season when you do it well, inamaanisha players wana go into the league. As the league wanaendelea waki-improve on every aspect, the technical, the tactical, the physical na pia the mental part. Yeah. Coach, ukiangalia Zitec ni mojawapo ya vilabu ambavyo vinachukua sana ama vinasajili wachezaji ambao wamefanya form 4 na wana uwezo wa kujiunga na vyuo vikuu. Na maybe saizi mnafanya ule usajili wa kuleta wale wachezaji ambao wamaliza form 4 last year kuwaleta kwenye timu? Yes, that is what we are doing because as you see, being a university school na tunapeana scholarship, one of the things tunasema ni kuinvent your future. One of the things ya kuinvent your future, kama wewe ni mchezaji na uko na grade nzuri, here you can get all the two. Because you'll be playing football at the same time utakuwa unasoma. So when you finish your 3 years here, 4 years depending on the course unafanya, utapata you are a good player na pia you are a good umepata education yako and you are ready for the world. Yeah. So shukran sana and all the best. Thank you. Na mwisho kabisa najiunga na mojawapo ya officials wa timu ya Zitec kwa haraka sana.
Zitek msimu huu mmeipangiaje nyinyi kama officials wa Zitek? Mimi kama official, I can say I'm the chairman Zitek. This season, najua from last season I lost many players. So this season, more of building the team. Kama umeangalia game vile imekuwa, ni wachezaji wadogo sana, bado sisemi wanajifunza mpira, but bado hawana ile uzoefu wa ligi. But napanga kuchukua wachezaji kutoka vyuo vikuu, niwalete, wengine tayari nimeanza, so that ni wa mold kidogo, niwapatie pia hao chance. Unajua ni chance hawapati, so tutaka kama Zitek University tuwapatie hiyo chance. Wakisoma tunawapatia hiyo chance. Ukiwapatia kama miezi 6 hivi, watakuwa na uzoefu wa ligi, na I think tutakuwa mahali mzuri. Naam, shukran sana. Na tukiachana na ligi kuu ya mabinti, timu ya taifa ya Kenya wachezaji wasiozidi miaka 20 Rising Starlets wameanza maandalizi yao ya kufuzu kwa kombe la dunia ambalo litaandaliwa nchini Poland mwezi Septemba mwaka huu. Na kocha Jacqueline Juma aliita kikosi cha wachezaji 60 kambini na akafanya mazoezi nao kwa siku 5, na baada ya mazoezi akaweza kufanya ule mchujo wa wachezaji ambao hawakuridhisha sana viwango vya kuchezea timu ya taifa, na akasalia na wachezaji 32 kambini. Watakuwa wanapambana dhidi ya Tanzania katika mechi ya raundi ya 3 mwezi ujao, na ikiwa watashinda kwa jumla ya mabao dhidi ya Tanzania, watapatana ama watapambana dhidi ya Cameroon ama Botswana katika raundi ya 4 na ya mwisho. Na ikiwa pia watashinda katika raundi hiyo ya 4 na ya mwisho, watakuwa nafuzu kucheza kombe la dunia kwa mara ya kwanza kwenye historia ya soka nchini. Makori, funga kazi. Konto hiyo umeipika kweli kwenye ubora wako, Toto.